Mambo vipi, karibu sana Local Content kwa update muhimu kuhusu Red Devils Manchester United. Na moja kati ya taarifa kubwa siku ya leo ni taarifa kumhusu Bruno Fernandes, ambako maelezo na taarifa nyingi zinaeleza kwamba Bruno amefikia maamuzi ya kutaka kuondoka kwenye klabu hiyo ya Manchester United, na hizi ni taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kuja kadri ambavyo muda umekuwa ukiendelea. Taarifa ikisema kwamba Manchester pia wametoa nafasi kwa Bruno kuweza kuondoka Old Trafford, lakini pia Bruno akitaka kuondoka Old Trafford na kwenda kujiunga na klabu ya Al Hilal ya kule nchini Saudi Arabia. Na ikielezwa wakala wa Bruno Pino alikuwepo kule Saudia, kule jiji la Riyadh tangu wiki iliyopita akifanya mazungumzo ambayo inatajwa yatakuwa na faida kubwa kwa Bruno, lakini pia huenda ikawa na faida kubwa kwa Manchester. Pauni milioni 100 zitatumika kuweza kulipwa kwa Manchester ili kuruhusu uhamisho wa Bruno Fernandes kuelekea Saudi Pro League, huku ikielezwa kwamba Bruno atalipwa mshahara mara 3 ya kile ambacho anakipata kwa sasa Manchester United, kwa maana ya kwamba Bruno atakwenda kupokea kiasi cha pauni 700,000 kutoka 280,000 hivi ambao anaipata Manchester. Klabu ya Al Hilal inawekeza nguvu kubwa kumpata Bruno baada ya kumkosa mtu ambaye alikuwa ndio target yao namba 1, huyu si mwingine bali Mohamed Salah, ambaye alisaini mkataba na Liverpool kabla ya kumalizika kwa ligi kuu ya pale nchini England. Kwa mujibu wa taarifa nyingi kutoka vyanzo mbalimbali vimefichua au vinaeleza kwamba Bruno mwenyewe ametoa green light ya kuweza kujiunga na Al Hilal. Kwa hiyo huenda here we go ikatokea soon ya kuona Bruno akielekea Saudia, ambako sasa atatengeneza rekodi kwa mchezaji ambaye anapata fedha nyingi zaidi, na huenda Manchester pia wakapata fedha nyingi. Na sababu zinazoelezwa zimekuwa zikielezwa mara nyingi kwamba Manchester wanataka kupata angalau fedha hii, kujenerate fedha ya kuweza kufanya usajili mkubwa, lakini pia wakizingatia umri wa Bruno umekuwa wa miaka 30 akielekea 31, huenda wakawa na watupa mkono. Nyota wa zamani wa Manchester United Paul Scholes pia amewashawishi Manchester akiwaambia wanapaswa kuchukua hela ili waweze kufanya usajili mwingine, na inaonekana dhahiri shahiri Bruno pia huenda akawa anaondoka. Lakini wakati Bruno Fernandes anaondoka, swali la kujiuliza, nani anaweza akawa mrithi wa Bruno Fernandes kwenye nafasi hiyo? Taarifa kutoka England kwenye vyanzo mbalimbali vinaeleza kwamba Manchester wanajiandaa kutoa dau la pauni milioni 80 kuelekea Sporting Club du Portugal, klabu ya zamani ya Ruben Amorim, kuweza kumpata mrithi wa Bruno Fernandes. Sasa huyu ndiye kiungo mwingine ambaye Manchester watamwangazia kuweza kuja kuchukua nafasi ya Bruno Fernandes. Huyu ni Mreno ambaye aliwahi kufanya kazi pamoja na Ruben Amorim, na si mwingine ambaye Manchester wao sasa wanamlenga moja kwa moja kwenda kumpata. Huyu ni Pedro ambaye anakipiga na Sporting Club du Portugal. Pedro Gonzalez au Goncalves ambao mwenyewe Wareno wanaita. Huyu ni mbadala wa Bruno Fernandes. Kwa Pedro anatajwa na inaelezwa Manchester watakuwa tayari kulipa kiasi cha pauni milioni 80 ili kuweza kumpata nyota huyu wa Kireno ambaye anatajwa kuja kwa mbadala wa Bruno Fernandes. Taarifa ya Bruno itaendelea kuwa taarifa ya kuzunguka sana mpaka pale ambapo dirisha litakuwa limekamilika, either Bruno kuondoka au Bruno kuweza kusalia, lakini tayari tunaanza kuona taarifa za watu mbadala ambao wanatajwa huenda wakaja kumrisi Bruno Fernandes. Hiyo ni taarifa kubwa zaidi. Lakini mbali na Bruno Fernandes, taarifa nyingine inaeleza kwamba Manchester United huenda wakamuuza nyota mwingine kwenda Saudia. Goalkeeper kutoka taifa la Kameruni Andre Onana, ambaye kwa miaka 2 ndani ya Manchester amekuwa sio goalkeeper bora kama ambavyo angalau alikuwa Inter Milani au alipokuwa Ajax ya kule nchini Uholanzi. Inaelezwa sasa taarifa pia kutoka Saudia, klabu ambayo imepanda daraja ya Neom Sports Club nao wanahitaji kumpata Andre Onana, na mazungumzo yameanza tayari ya klabu hii ya Neom kumpata Andre Onana, ambaye kimsingi Manchester bado wanadaiwa na Inter Milani ile ya fedha ambayo walimnunua, pauni milioni ambazo walimnunua Onana kutoka Inter.
hazijalipwa zote, zilikuwa zinalipwa kwa mafungu. Kwa hiyo inaonekana Manchester wako tayari kumtoa Onana, alafu fedha itapatikana, wataongezea kwa golikipa mwingine na kiasi cha fedha watakwenda kulipa deni la Onana kule kwenye klabu ya Internazionale Milan ya pale nchini Italia. Onana tangu amejiunga na Manchester hajakuwa na season nzuri, lakini pia taarifa za kwamba Ruben Amorim yeye hana imani sana na amekuwa afurahishi sana na kiwango cha Onana, inachagiza sababu nyingine ya ambayo inawezekana Andre Onana atakuwa anaondoka Manchester na kuelekea zake Saudia, na ikitajwa pia dau kubwa la mshahara linachagiza Onana kuondoka. Lakini taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba sababu ya Onana nyingine ambayo inamfanya kutaka kuondoka ni ile kukatwa mshahara 25% baada ya wao kushindwa kufanya vizuri kwenye kufuzu kwenye michuano ya Ulaya. Kwa hiyo ile 25% ni kama imempiss off hivyo, Onana anataka kuondoka. Hizi ni taarifa ambazo zipo. Kwa hiyo Andre Onana ni nyota mwingine ambaye huenda tukashuhudia akielekea zake Saudi Arabia, kwa sababu Saudia wako tayari pia kumlipa fedha nyingi. Lucas Chevalier kutoka kule kwenye klabu ya Lille ya nchini Ufaransa, Lille nchini Ufaransa, anatajwa kwamba ni goalkeeper mbadala. Joao Garcia kutoka Espanyol, tayari FC Barcelona wanaonekana wanamtaka. Kwa kuna taarifa labda za kina goalkeeper kama Martinez ambaye ameachana na Villa, au ndio goalkeeper ambao wanatajwa hivi karibuni huenda wakawa wanajiunga na Manchester. Taarifa nyingine ni update kuhusu Bryan Mbeumo ambaye inaelezwa Manchester wako mstari wa mbele kuweza kumsajili Bryan Mbeumo kutoka Brentford, lakini Arsenal pia na wao wanamnyatia nyota huyu ambaye amekuwa na msimu mzuri sana season iliyopita. Kwa mujibu wa guru Fabrizio Romano, amethibitisha kwamba Manchester imekwenda kuanza mazungumzo ya kumpata nyota huyo ambaye pia Arsenal nao wameonyesha nia ya kutaka kumsajili kuweza kwenda kumpeleka kwenye klabu yao. Taarifa ya Team Talk inatuambia pia kwamba Manchester wana kila sababu na wamepeleka majeshi yao yote ya kuweza kumtaka Bryan Mbeumo, na mkurugenzi wa usajili wa Manchester Christopher Vival yeye pia ameshinikiza au ameruhusu mchakato uweze kwenda mbele wa kumpata Bryan Mbeumo kutoka kwenye klabu ya Brentford ili kujiunga na Manchester. Ikielezwa pia kwamba meneja Ruben Amorim anataka kuona Bryan Mbeumo akiwa ni sehemu ya kikosi akishirikiana na Matthew Cunha ambaye usajili wake ulikamilika tangu siku ya juzi. Taarifa nyingine muhimu kwa sasa ni kwamba Manchester huenda wakawa wamepata habari njema kidogo, lakini kwangu taarifa ilivyoelezwa ni habari njema, lakini kwangu inanipa mashaka kwamba nyota wa klabu ya soka ya Sporting Club de Portugal, Swedish Victor Gyökeres, dau la pauni milioni 70, Arsenal walipeleka kiasi cha pauni milioni 70 kutaka saini nyota huyu, lakini Sporting Club de Portugal wamekataa pauni milioni 70 kutoka Arsenal ambayo ilikuwa imepelekwa kwa ajili ya kumsajili Victor Gyökeres. Sasa sijui kama Manchester watakuwa na fedha zaidi ya hii pauni milioni 70 ambayo imekataliwa kuweza kumsajili Gyökeres. Wanasema ni taarifa nzuri kwa Manchester, lakini kiuhalisia kwa sababu mifuko ya United imetoboka, sijui kama inawezekana kutoa kiasi cha pauni milioni 70 kuweza kumpata. Kwa ni vilabu viwili kwa sasa vinapigana vikumbo, Manchester United pamoja na Arsenal ambao wao ndio wanafuatilia kwa karibu kujua nani anaweza akampata Victor Gyökeres. Lakini ukiachana na Victor Gyökeres, wote wawili Arsenal na United wanatajwa kwamba wanamfuatilia Benjamin Sesko ambaye pia wote wanamhitaji, lakini Arsenal anaonekana yuko mbele zaidi ya Manchester United katika kumpata Benjamin Sesko. Kwa hiyo kama Arsenal atampata mmoja kwa maana Benjamin Sesko, basi Manchester atakuwa na nafasi ya kumpata Victor Gyökeres ambaye yeye alikuwa anapendezewa zaidi na kwenda Arsenal, lakini akitaka kucheza kwenye usiku mkubwa wa Ulaya. Taarifa za kumhusu Garnacho inaelezwa kwamba klabu ya Al-Nassr watakuwa wanafuatilia kwa ukaribu kuweza kupata saini ya Alejandro Garnacho kutoka Manchester United. Hizo ndio update za wakati huu kutoka hapa. Subscribe, like, share, comment na usiache kumwambia mwenzako aje local content kwa habari nyingi kuhusu Red Devils Manchester United.